Kwa jina naitwa Ndonge Saidi Ndonge, ni mwenyekiti wa AFP wilaya ya Temeke. Leo tupo hapa kama swali lako lililosema kwamba huu mradi ni mradi wa serikali. Kwanza tuweke uwanja sawa kwamba makelele yamekuwa mengi sana. Wapo watu wanaamini kwamba hapa kuna mtu binafsi ambaye yeye ndo ana nguvu anayafanya haya. Watu wengine wanaamini labda kuna kigogo fulani ndo anafanya haya, lakini sisi kama viongozi wa vyama vya siasa, ni viongozi wa jamii, tulikuwa tumefuatilia baada ya kelele hizo, lakini mwisho wa siku leo tunawaambia wananchi kwanza kwamba hapa uwekezaji huu unawekezwa na serikali. Halmashauri ya Manispaa ya Temeke ndio wanawekeza hapa, na wanawekeza zaidi ya bilioni 5.5, zaidi ya bilioni 5.5. Mradi utawekezwa hapa, na mradi wenyewe ni mradi wa stendi. Sasa niseme kwa nini uwekezaji huu unafanyika. Kwa muda mrefu Manispaa ya Temeke, pamoja na kukusanya pesa nyingi, pamoja na kuwa na mambo mengi, lakini hatuna stendi. Stendi tulizokuwa nazo hapa tuna kodi kwa watu binafsi. Kwa hiyo ikaonekana sasa kuna tija ya serikali kufanya hapa liwe eneo la stendi, tena stendi ya kisasa. Kwa hiyo manufaa hapa kwa wananchi itakuwa ni makubwa. Hapa walikuwa wananufaika watu wachache na familia zao, lakini sasa hivi tunaenda kufanya mafanikio ya manispaa, lakini wanaenda kunufaika na watu mbalimbali, hususani wa watu kutoka mikoa ya kusini. Magari ya kutoka mikoa ya kusini imeonekana hapa hakuna stendi, lakini hadi kaskazini leo Temeke hapa tunapokea magari ya kutoka nchi zote, yani Tanzania yote, mikoa yote inafika Mbagala, lakini mwisho wa siku stendi inayofikia ni ya kukodi ya watu binafsi. Mtu binafsi leo anaweza akaamua kubadilisha matumizi, itaonekana watu wa Manispaa ya Temeke, watu wa halmashauri ya Temeke hatujafikiria vizuri. Hususani lawama itakuja kwa sisi viongozi kwamba leo anayetukodisha akaamua abadilishe matumizi katika eneo ambalo anatukodisha kama stendi. Temeke tunakuwa hatuna stendi, na lawama yote ya wananchi itakuja kwenye mamlaka, kuanzia sisi viongozi wa kisiasa mpaka viongozi wa serikali. Naitwa Mohamed Saidi Mtulia, ni katibu wa NCCR Mageuzi na umoja wa vyama vya siasa wilaya ya Temeke. Kuja kwetu hapa leo ni kuja kuipongeza halmashauri ya Manispaa ya Temeke, mkurugenzi pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao wameona sasa umefika wakati sasa tuangalie na Mbagala kunaendelea vipi. Sisi tunawashukuru sana na nawapongeza. Kwa majina naitwa Rashidi Saidi Maokola, ni katibu wa chama cha AAFP wilaya ya Temeke. Kwanza ni msifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kututeulia viongozi wao katika Manispaa ya Temeke, ikimaanisha mkuu wa wilaya ya Temeke Mheshimiwa Six Mapunda, lakini na Kibubu sisi tunasema Kibubu maana yake ni mkurugenzi wa Manispaa ya Temeke Mheshimiwa Jumali, kwa kuweza kutupa watu na kutupa maono makubwa sana katika Manispaa ya Temeke, kwa sababu Temeke tulikuwa na changamoto kubwa sana ya stendi, na tulikuwa tunafikiria siku zote stendi itajengwa wapi. Mimi mojawapo tushaje kutoa ushauri wa kila aina, tukasema hivi stendi ijengwe Temeke mwisho, lakini tukasema Temeke mwisho bado tuko ndani ya mji, lakini tukajaribu kushauri basi hata Mbagala kama kuna uwezekano ijengwe stendi. Na nafikiri katika kupitia baraza la ushauri la DCC tulijaribu kuongea sana, tulishauri sana. Na mimi niwapeni faida moja. Mimi ni mmoja wa watu ambao niligombea udiwani kwenye kata hii ya Charambe, lakini kata hii imeozi na kuna kata nyingine nyuma ya Mianzini, maana eneo limepakana, kuna Mianzini na kuna Charambe. Kwa hiyo ni wasifu kwanza wa madiwani wa kata ya Charambe na Mianzini kwa kukaa na kukubaliana na viongozi wenye viti ya serikali za mtaa rangi tatu na Mianzini kwa kukubaliana na kuandaa huu mradi na kupeleka halmashauri, na halmashauri baraza la madiwani na kuweza kuupitisha, na umeupitisha chini ya meya bosi wao kwamba stendi lazima ijengwe Mbagala rangi tatu, na hii itakuwa ni historia kubwa sana ndani ya Manispaa ya Temeke, ndani ya Mbagala yenyewe